na ndoa yake? Kiukweli hakuna kitu kinachoendelea kati yangu mimi na Sonia. Hakuna kabisa. Pia kama utojali, tunaweza tukapata muda wa kuzungumza vitu vizuri na tuweke mambo sawa. Nope. Sina huo muda. Mdoli amepatikana. Dawa ya mganga imefanya kazi. Kumbuka yule mganga alimwambia kwamba atakwenda kumsaidia Mdoli aweze kuwa wake. Sasa hiyo ndio namna ambayo ameweza kuitumia Hansi ama Captain Madevu kuweza kumkumbatia, ama hakika hapo kuweza kujiridhisha moja kwa moja kwamba dawa inaweza kufanya kazi. Kumbuka Mdoli ni mtu ambaye siku zote huwa ana misimamo. Hapo lazima angeweza kumsukuma, lakini kwa sababu ya dawa basi moja kwa moja hilo linalotokea. Lakini kubwa zaidi ambalo nitakwenda kufahamisha juu ya hicho kitu ni kwamba Kisoda anakuja kufanya maajabu kama alivyoweza kumsaidia Kizibo, kisha akampeleka pale nyumbani kwa Baba Kalobo kuhakikisha hali yake inakuwa nzuri. Hivyo hivyo anakuja kutoa msaada kwa huyu Mdoli kuhakikisha kwamba hakuna kitu kinachokwenda kutokea. Basi moja kwa moja nichukue nafasi hii pia niweze kualika, kama ni miongoni mwa watu ambao wamekuwa ukifurahia tamthilia hii, basi hakikisha unaonyesha upendo wako, bonyeza neno subscribe. Bonyeza neno subscribe ikiwa ni ishara ya upendo. Kama kweli unaikubali tamthilia hii, basi nikuombe uonyeshe upendo wako kwa kubonyeza neno subscribe. Kisha nikualike, hii ni Bongo Movie Network. Hapa siku zote huwa tunatazama uchambuzi kwa kina, tujaribu kuzungumzia baadhi ya mambo ambayo yameweza kujitokeza hasa katika upande wa tamthilia hii ya Binti Yangu. Utakuwa nafasi ya kuweza kutazama baadhi ya scene ambazo zimejitokeza, pia nikikufahamisha ni yapi ambayo yanakwenda kujiri katika hatua inayofuata. Basi tukianza moja kwa moja katika hii episode iliyopita, tuliweza kuona scene kadhaa hasa nyumbani kwa Lemi, nyumbani kwa Hansi ambaye mwishoni amemalizika akiwa anamkumbatia, lakini pia tumeweza kuona moja ya scene pia ambao ina maswali mengi sana na kuibuka vitu vingi hasa kwa upande wa fashion. Tuliweza kuona akiwa na baba yake, lakini kwa upande kule kwa upande wa Nasla pia akiwa na yeye na baba yake. Sasa hii imekaaje? Moja kwa moja basi kama nilivyokujuza, tuanze. Tukianzia moja kwa moja katika upande wa huyu ambaye ni Kizibo. Katika hatua iliyofuata, kama ni miongoni mwa watu ambao wamekuwa ukifuatilia channel hii uchambuzi uliopita, nilikuambia kwa katika kipindi cha matukio yajayo kwamba katoa ujauzito. Basi tayari imethibitishwa umetoa ujauzito, japo Baba Kalobo alikuwa na hasira sana kuweza kuona lile. Na hasira zote ni kwa sababu alikuwa hajui sababu kubwa ambayo imesababisha akatoa ujauzito, kwa sababu hana taarifa zozote kwamba wameachana na hajui lolote. Sasa kitu hiki kinakuja kuleta hisia kali sana kwa upande wa Baba Kalobo, lakini kwa sasa hali ilivyo basi inakuja kuwa tofauti kabisa. Kubwa zaidi katika upande wa scene ambao tuliweza kuona katika upande wa huyu ambaye alikuwa ni mganga. Tunakumbuka kabisa aliweza kumwambia kwamba anakwenda kumsaidia kuweza kumpa dawa Hansi au Madevu aweze kumpata kiulaisi na kiulaini, aweze kumpata huyu ambaye ni Mdoli. Sasa wakati anamwambia hiyo idea pale alishtuka sana na kukumbuka kumbe nilichelewa sana. Sasa hii inakuja kuwa kitu tofauti kabisa. Sasa hii inakuja kuleta picha mpya kabisa ya kitofauti na vita kubwa sana dhidi ya Baba Kalobo pamoja na huyu Captain Madevu. Lakini pia hii inakwenda kuvuruga mipango ya mama yake na Mama Kalobo, lakini pia inakwenda kusababisha Mama Kalobo afaidike kupitia hili na afurahie moja kwa moja kupitia hiki. Lakini pia ni jambo jema sana hasa kwa upande wa wengine wale kina Kisuzio ambao pia na wao wana hamu sana waweze kumpata Baba Kalobo. Lakini maswali makubwa ni kwamba je, hii imekaaje? Kwa sababu kama Captain Madevu akimpata huyu Mdoli, basi moja kwa moja atakuwa mmiliki wa hizo mali. Sasa Baba Kalobo atakubali kweli mali hizo ziweze kupotea kiurahisi hivyo kisa Captain Madevu? Lazima aweze kufanya jambo la kitofauti, huku msaada wa Kisoda ukisimama mbele na kuweza kumsaidia. Lazima Kisoda aweze kuja kumsaidia, atakuja kumsaidia. Basi kama nilivyokujuza, kama tuko sawa na sambamba zaidi, hakikisha unabonyeza neno subscribe. Lakini wakati huo tuliweza kuona sasa katika moja ya scene ambao ilijitokeza ambao ni huyu huyu ambaye ni Kizito. Tumeweza kuona ni kwamba Kizito amekuwa ni mtu ambaye kwa sasa anaishi maisha ya wasiwasi. Bila shaka hajapata taarifa kuhusiana na Lasa kuweza kufariki.
ni kama angepata hizo taarifa basi kungekuwa na kitu ambacho angefanya. Lakini kwa kuwa wanaenda pamoja, kweli kuna sehemu wanaelekea, basi bila shaka ataweza kujuzwa na kuweza kuambiwa juu ya tukio lililokwenda kutokea kwamba Mr. Rasa amekwisha kufariki. Sasa tukiachana na hayo, zaidi na zaidi ni kwamba kuna mambo mengi kulikweli, hasa katika upande wa Fasheni. Fasheni bana kao akapata mke na akaenda kumchunguza na kumwangalia kwamba ni yeye. Sasa katika hiki kitu kilichotokea kuna siri nzito ambayo ipo. Siri hiyo ambayo nahisi kuna mtu ambaye haijui, nahisi babake kuna siri haijui, hasa kwa upande wa Nasra. Nahisi hajui kama ana mtoto, kwa sababu huyo ni shangazi tu ambaye tunajua kabisa huyo shangazi ndiye aliyepelekewa yule mtoto aweze kumtunza. Sasa huyu baba ambaye sana sana ameigiza sana, huyu jamaa ameigiza kwenye movie nyingi kweli kweli, ni mtu ambaye hata kwa sasa ukijaribu kumtazama kwenye movie ya Big Boss kwa Kila Mvevo anafanya vizuri na anaigiza vizuri, lakini pia kwa sasa tumeweza kumuona yupo kwa movie ya Binti Yangu amekuja kuigiza pia, basi bila shaka mambo yatakuwa ni mazuri. Sasa ukijaribu kutazama hapo ni kwamba jinsi anavyoigiza ni kwamba kuna kitu ambacho hakijui. Kuna vitu ambavyo havifahamu, hasa kwa upande wa kama Fasheni, kama huyo binti ana mtoto. Na hisi kama angejua huyo binti ana mtoto, basi sidhani kama angekuwa na mbwembwe kama hizo alizonazo. Lakini pia lazima aweze kukubaliana na kuweza kuachana kwa Fasheni na ule binti, kwa sababu walikuwa hawajazaa mtoto, kwa hivyo anaweza kuona sawa tu vizuri. Sasa hapa inakwenda kuibuka mambo mapya kweli kweli, hasa kwa upande wa sherehe, kwamba wanakwenda kufanya sherehe, ni kipi kitasajili. Lakini kumbuka ni kwamba Rufa ndiye ambaye alikuwa anampenda sana huyu ambaye ni Nasra. Je, Rufa atakubali yatokea yote? Bila shaka mambo ni mengi kulikuli ambao bado hatujafahamu zaidi. Na imani kubwa hii ni moja kati ya movie ambao pia huenda tangu kwa wale ambao wameitazama mwanzo hadi mwisho, basi bila shaka unajifunza vitu vingi sana na kuweza kujua baadhi ya vitu. Ama hakika ni moja kati ya kitu kizuri sana ambacho kinazidi kupamba moto na kufurahisha sana sana. Basi na imani kubwa unajifunza mambo mengi sana. Sasa katika tukio la mwisho kabisa tuliweza kuona huyu ambaye ni Madevu, ambaye ni Hasi, akiwa na aliweza kufika kwa Mdoli na kuongea naye na nini. Tumeweza kuona ameweza kutumia dawa. Ile ni dawa kabisa. Kwa jinsi alivyomvuta alafu Mdoli akatulia vile, basi inamaanisha kwamba Mdoli sasa ipo hivyo. Lakini hapo kuna maswali mapya ambapo katika sehemu ambao huenda unahitaji niweze kujuza ni kipi kitajiri. Ni kwamba Mdoli kutokana na jinsi alivyomvuta vile, unajua wasichana ukiwavuta katika situation kama vile, kiukweli hisia huwa zinakuja na huwa anachanganyikiwa kabisa na kujikuta akiduaa macho wazi kushangaa kwamba hiki ni kitu gani. Kwa hivyo hiyo ndio situation ambayo imeweza kumtokea, kitu ambacho kitasababisha aweze kushtuka hapo na nini, lakini mwisho wa siku atakubali na nini, dawa zitakwenda kufanya kazi. Kumbuka kwa sasa mambo ni mazito na ni makubwa zaidi. Na imani unaenjoy na kufurahia. Tukutane mdana saa mwingine katika hatua inayofuata. Hii ni Bongo Movie Network. Asante kwa kuwa na mimi. The content on this channel is created for educational, informational, commentary and entertainment purpose only. So please note that this is not an original video or episode. It just analyzes and review of some episode in our series. This video doesn't aim at distorting you or deceiving anybody to believe that this is an original episode. So our aim is to analyze on some parts of the previous episode and give prediction on what is going on to happen in the next episode. Always we consider YouTube community rules. In case you want to see original video, please visit the mentioned channel below in the description of this video. Also, copyright use disclaimer. This video is for entertainment purpose only. Copyright disclaimer under section of 107 of the Copyright Act of 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, commentary, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit education or personal use tips balance is favor of fair use. Note that we make a video to influence people to watch original movies, which are true hidden gems to entertain people. This video is all about explaining the movie from our own point of view. For explanation, we have used most of the video clips from the movie for better understanding. For video clips, all credit go to the movie owner. Any footage in this video has only been used to communicate a message.
which will be understandable to the audience. According to my knowledge, it is fair use under the review and commentary section. We do not plan to violate any rights. Our video is not aiming on distorting the original video. Baba Karobo yupo sahihi, tena inabidi ahakikishe kabisa huyu mwanamke anakuwa hana mazoea na yeye kabisa, kwa sababu huyu Sonia ni miongoni mwa wanawake wale ambao wenye tamaa sana. Yani hapa anamaanisha kwamba ukiwa nacho ndipo anapokuthamini, lakini pale kinapoondoka basi anakuwa hana thamani au haoni thamani yako juu yako. Kwa hivyo huu ni miongoni tu mwanadamu ambao au wanawake ambao tunaishi nao mtaani na tunaishi nao na familia mbalimbali. Bila shaka wewe ndio unawafahamu. Tabia zao ni kwamba unakuwa na thamani pale ambapo unapokuwa nacho, lakini ambapo hauna basi anakuwa na roho mbaya kabisa, yani hakuoni kabisa wa muhimu. Kama ni miongoni mwa watu ambao wamefuatilia tamthilia hii mwanzoni kabisa kwa mateso ambao alimfanyia Baba Karobo, bila shaka lazima aweze kuungana na mimi kwamba kuweza kumkemea kabisa huyu mwanamke aweze kukaa mbali kabisa na Baba Karobo. Basi nikualike moja kwa moja na nikwambie tu kwamba hapa ni sehemu pekee ambayo unapata nafasi ya kuweza kutazama uchambuzi kwa kina, hasa tukizungumzia matukio kadhaa, lakini pia nikichukua nafasi ya kuweza kufahamisha juu ya matukio ambayo yajayo. Basi nikuombe kitu kimoja tu, hakikisha kama ni miongoni mwa watu ambao wamekuwa ukienjoy, ni hakikisha unabonyeza neno subscribe, ikiwa ni ishara ya upendo kama kweli unaikubali na kuipenda tamthilia hii. Basi moja kwa moja, hii ni Binti Yangu, moja kati ya tamthilia ambayo inazidi kufanya vizuri kabisa kama nilivyokujuza. Kama ni miongoni mwa watu ambao unaipenda, basi hakikisha unaonyesha upendo wako na support kubwa kwa kubonyeza neno subscribe tu. Kwa kubonyeza neno subscribe tu, basi hapo utakuwa umefanya jambo la maana kabisa hapa kwenye channel hii, ambapo unapata nafasi ya kuweza kutazama tukio kadhaa. Sasa kabla tujazungumzia mengi katika hatua iliyopita, na mimi kabla sijakujuza atakaojili, bila shaka tumeweza kuona matukio mengi kabisa. Lakini kabla sijakufahamisha ni kipi kitakachojili, yani kipi ambacho atamfanyia huyu mwanamke hapo baada ya kukutana naye hapo, ambapo hapo ni kama amembahatisha tu, kama bahati tu, lakini ilikuwa haipo nia kabisa ya kuweza kukutana. Tukiachana hapo nitakufahamisha, tuanzie pale ambapo Baba Karobo alikuwa anaona kwamba kupokea hizo mali na kuwa mmiliki wa zile mali aliona kama kidogo haipo sawa, ndio maana alikuwa anajaribu kukataa, lakini alikuwa anataka kutengeneza picha fulani ili kusudi aonekane kama sio mtu wenye tamaa sana na mali za Mdoli. Ndio maana hakutaka kabisa kuweza kuingilia maamuzi ya Mdoli. Kwa hivyo hilo ndio lengo kubwa. Lakini pia kitu kingine ni kwamba tukija katika scene nzima ya Rufa pamoja na huyu mwanadada ambaye ni Kizibo. Ama hakika hii ipo, kuna wadada ambao wanafanywa hivyo, wanapewa mimba lakini wanakimbiwa, na wakienda sababu ni zile zile tu kwamba ambazo alizitoa hata Kapteni Madevu, kwamba alikuwa amepata tu mizuka, alikuwa anasema kwamba amepata tu mizuka, basi ikatokea ndio hivyo. Kwa hivyo ukijaribu kutazama uhalisia ni kwamba ndio hivyo ilivyo. Kwa hivyo kitu alichokutana nacho Kizibo, na yeye pia anahitajika kuweza kulaumiwa. Kwa nini alikubali kirahisi vile? Ambapo kama hakika hapa kwa wadada ambao wanaelewa kabisa, basi ni lazima aidha muoe ndio afanye hicho kitu. Lakini kama mtu mwenye uzoefu na haya mambo, lazima ajue kwamba litakuja kutokea jambo, na hakika ameweza kufanya uzembe, ameweza kupata ujauzito. Sasa hiyo mimba ataipeleka wapi? Na je itakuwaje? Ni kitu ambacho tuna imani kuweza kujua maisha yatakuwaje. Hakika hii ni moja kati ya tamthilia ambao ni nzuri na inazidi kupamba moto, huku ikipendwa zaidi, ikiwa ni miongoni mwa tamthilia ambao hakika utaifurahia. Endelea kuenjoy kama ni miongoni mwa watu ambao umeifuatilia mwanzo hadi mwisho. Sasa hivi tupo katika hatua 70 na kitu, moja kati ya tamthilia nzuri sana ambayo inazidi kufanya vizuri. Sasa tukiendelea zaidi, hasa katika upande wa kitu ambacho kimeumiza sana watu wengi, ni katika upande wa Mr. Lahasa. Je, Mr. Lahasa amepata ajali kweli au ndio ile ilikuwa ni plani? Mimi nakuibia siri. Kama uliwasikiliza kwa makini sana, waliongea kwa maana kusema kwamba jamaa alisema atapita pale, basi hicho ndicho kitu ambacho kinatengenezwa. Lakini sasa ajabu ni kwamba kama alikuwa anaenda kuchukua pete, sasa imekuwaje kuaje? Lakini je, ni kweli alienda kuchukua pete? Lakini pia ukichana na hiyo pete kweli, kuna chote walisia wote ule ambao upo kuhusiana na kile kinachoendelea, kwa sababu hapa huyu ambaye ni Mr. kiongozi Patronize alikuwa hafahamu kabisa kuhusiana na kwamba huu ni shemeji yake na aliweza kufichwa. Lakini kama ni kweli anaenda kuchukua pete,
hii itakuwa ni hatari zaidi. Lakini ukweli ni kwamba hii ilikuwa ni moja kati ya mpango ambao umeweza kupangwa. Kwa hivyo tutazidi kutazama na kuenjoy zaidi juu ya kile kinachoendelea, lakini ndio hivyo kama taarifa zilivyotolewa. Basi kama nilivyokujuza, hakikisha unaonyesha upendo wako, kubonyeza neno subscribe. Kama ulivyosikia vijana wanasherehekea wimbo wao. Huo wimbo unapatikana YouTube, uliosikiliza ni nyimbo ambayo imetolewa na Baba Juani, aliimba Patronize. Hiyo nyimbo inapatikana kwa channel ya Baba Juani hapo, ambao ilikuwa ni nyimbo ambao waliimba wakiwa na shukuru sana kwa kuweza kufikisha subscribers milioni 1, ndio waliokuwa naimba. Sasa tukiendelea zaidi ni kwamba mambo ni moto, ama hakika hatujajua kweli kuhusiana na Remi. Bado kuna vitu vingi ambavyo tunatamani tuweza kuvijua, hasa kwa upande wa Captain Madevu ambaye yuko na mpango na plani za kuweza kuhakikisha anafanya maajabu kuweza kuhakikisha Remi amwache salama. Hilo linakwenda kutokea katika hatua inayofuata. Lakini pia tuje sasa katika upande wa Baba Kalobo, ambapo Baba Kalobo ambaye ni Baba Juani mwenyewe, tuliweza kumuona alikuwa anafanya zake mazoezi kama kawaida, lakini akaona ni vema aweze kupumzika. Alikuwa sio muda wa kupumzika, ila alikuwa anahitaji afunge viatu kidogo, lakini alivyokuwa akifunga viatu, basi bahati mbaya au nzuri akatokea pale ambaye ni Sonia, akana mshika mkono na nini hivyo. Kwa hivyo hii ilikuwa ni moja kati ya chance ambayo ipo hivyo, lakini kitu cha msingi ni kwamba tayari Sonia amejua mitaa ambayo anapatikana huyu Baba Kalobo. Hapo ni kazi kweli kweli, lakini sio kwamba hapafahamu. Tukumbuka kabisa alikuja hapo kipindi kile kwenye Happy Birthday, alikuja lakini inakuwa ni vigumu sana, kwa hivyo inakuwa anabahatisha. Lakini pia hasa kipindi anapeleka dawa alipafahamu. Sasa yule ambaye ni yule mwanadada ambaye anafahamika kama Kisuzio, yeye pia ameamua kumtumia huyu ili kusudi aweze kupajua alipo Baba Kalobo. Lakini yote kwa yote nikwambie tu kwamba bado tunasubiria vitu vichache, hasa kwa upande wa Mwamba yule ambaye ni Kizito, hatujui ipoje. Lakini pia kitu kingine ni kwamba Kisuzio anamtaka Baba Kalobo, Mama Kalobo ndio hivyo tena anang'ang'aniza, lakini mwisho wa siku anatukana na nini, mwisho wa siku inakuwa ni shida kidogo. Lakini pia kitu kingine kinachokuja hapo. Sasa katika hii scene ni kwamba huyu ambaye ni Mama Kalobo atataka amwambie kwamba yule mwanamke ana mwanaume mwingine, kwamba yule ambaye ni yule mdoli kwamba ana mume mwingine. Kumbuka aliweza kupewa fake news na ule Kisuzio ili aweze kumchota. Kwa hivyo atazitumia hizo news ili kusudi kuweza kuongea na Baba Kalobo kwamba yule ana mwanaume mwingine, kitu ambacho kitamfanya Baba Kalobo apate wasiwasi mkubwa. Lakini mwisho wa siku hizo zote mbinu hazitagonga mwamba. Basi kwa leo niseme sina ziada. Hii ni Bongo Movie Network, asante kwa mimi, tukutane muda na saa mwingine. Baba Kalobo yupo sahihi, tena inabidi hakikishe kabisa huyu mwanamke anakuwa hana mazoea na yeye kabisa, kwa sababu huyo Sonia ni miongoni mwa wanawake wale ambao wenye tamaa sana. Yani hapa anamaanisha kwamba ukiwa nacho ndipo anapokuthamini, lakini pale kinapoondoka basi anakuwa hana thamani au haoni thamani yako juu yako. Kwa hivyo huu ni miongoni tu mwanadamu ambao au wanawake ambao tunaishi nao mtaani na tunaishi nao na familia mbalimbali. Bila shaka wewe ndio unawafahamu. Tabia zao ni kwamba unakuwa na thamani pale ambapo unapokuwa nacho, lakini ambapo hauna basi anakuwa na roho mbaya kabisa, yani hakuoni kabisa wa muhimu. Kama ni miongoni mwa watu ambao wamefuatilia tamthilia hii mwanzoni kabisa kwa mateso ambao alimfanyia Baba Kalobo, bila shaka lazima uweze kuungana na mimi kwamba kuweza kumkemea kabisa huyu mwanamke aweze kukaa mbali kabisa na Baba Kalobo. Basi nikualike moja kwa moja nikwambie tu kwamba hapa ni sehemu pekee ambayo unapata nafasi ya kuweza kutazama uchambuzi kwa kina, hasa tukizungumzia matukio kadhaa, lakini pia nikichukua nafasi ya kuweza kufahamisha juu ya matukio ambayo yajayo. Basi nikuombe kitu kimoja tu, hakikisha kama ni miongoni mwa watu ambao umekuwa ukienjoy, ni hakikisha unabonyeza neno subscribe, ikiwa ni ishara ya upendo kama kweli unaikubali na kuipenda tamthilia hii. Basi moja kwa moja, hii ni Binti Yangu, moja kati ya tamthilia ambayo inazidi kufanya vizuri kabisa kama nilivyokujuza. Kama ni miongoni mwa watu ambao unaipenda, basi hakikisha unaonyesha upendo wako na support kubwa kwa kubonyeza neno subscribe tu. Kwa kubonyeza neno subscribe tu, basi hapo utakuwa umefanya jambo la maana kabisa hapa kwenye channel hii, ambapo utapata nafasi ya kuweza kutazama tukio kadhaa. Sasa kabla tujazungumzia mengi katika hatua iliyopita, na mimi kabla sijakujuza atakaojili, bila shaka tumeweza kuona matukio mengi kabisa. Lakini kabla sijakufahamisha ni kipi kitakachojili, yani kipi ambacho atamfanyia huyu mwanamke hapo baada ya kukutana naye hapo, ambapo hapo ni kama amembahatisha tu, kama bahati tu, lakini
ilikuwa haipo nia kabisa ya kuweza kukutana. Tukiachana hapo nitakufahamisha, tuanzie pale ambapo Bakalobo alikuwa anaona kwamba kupokea hizo mali na kuwa mmiliki wa zile mali aliona kama kidogo haipo sawa, ndio maana alikuwa anajaribu kukataa, lakini alikuwa anataka kutengeneza picha fulani ili kusudi aonekane kama sio mtu mwenye tamaa sana na mali za Mdoli. Ndio maana hakutaka kabisa kuweza kuingilia maamuzi ya Mdoli. Kwa hivyo hilo ndio lengo kubwa. Lakini pia kitu kingine ni kwamba tukija katika scene nzima ya Rufa pamoja na huyu mwanadada ambaye ni Kizibo. Ama hakika hii ipo, kuna wadada ambao wanafanywa hivyo, wanapewa mimba lakini wanakimbiwa, na wakienda sababu ni zile zile tu kwamba ambazo alizitoa hata Captain Madevu kwamba ni alikuwa amepata tu mizuka, alikuwa anasema kwamba amepata tu mizuka, basi ikatokea ndio hivyo. Kwa hivyo ukijaribu kutazama uhalisia ni kwamba ndio hivyo ilivyo. Kwa hivyo kitu alichokutana nacho Kizibo, na yeye pia anahitajika kuweza kulaumiwa. Kwa nini alikubali kirahisi vile? Ambapo kama hakika hapa kwa wadada ambao wanaelewa kabisa, basi ni lazima aidha muoe ndio afanye hicho kitu. Lakini kama mtu mwenye uzoefu na haya mambo, lazima ajue kwamba litakuja kutokea jambo, na hakika ameweza kufanya uzembe, ameweza kupata ujauzito. Sasa hiyo mimba ataipeleka wapi? Na je itakuwaje? Ni kitu ambacho tunaimani kuweza kujua maisha yatakuwaje. Hakika hili moja kati ya tamthilia ambao ni nzuri na inazidi kupamba moto, huko ikipendwa zaidi, ikiwa ni miongoni mwa tamthilia ambao hakika utaifurahia. Endelea kuenjoy kama ni miongoni mwa watu ambao umeifuatilia mwanzo hadi mwisho. Sasa hivi tupo katika hatua ya 70 na kitu. Moja kati ya tamthilia nzuri sana ambayo inazidi kufanya vizuri. Sasa tukiendelea zaidi hasa katika upande